Ukiangalia mtu wa kwanza kwenye Biblia aliyemtolea Mungu zaka alikuwa ni Ibrahim. Amen. Mwanzo mlango wa 14. Na Ibrahim hakutoa zaka kwa wanadamu, alitoa zaka kwa Mungu. Tunaelewana na Mungu? Ibrahim hakutoa zaka kwa wanadamu, alimtolea Mungu. Sasa nilikuwa najiuliza, nani alimfundisha Ibrahim kumtolea Mungu zaka? Kwa sababu alimtolea Melkizedeki, ambaye alikuwa kuhani wa Mungu mkuu, ambaye hana baba hana mama, akiwa ni mwakilishi wa Yesu Kristo. Lakini Torati inafundisha kuwatolea wanadamu zaka. Makuhani kwenye Torati ndio walikuwa wanapokea zaka, kwa sababu hakuwa amepewa ardhi ya kumiliki. Mungu akamwambia, mtakula vinavyotolewa madhabahuni. Vinavyotolewa madhabahuni ni urithi wenu. Kwa hiyo walikuwa wanatoa zaka kwa wanadamu. Na ile zaka haikuwa zaka ya imani, walitoa kwa njia ya sheria. Na tunajua kwamba sheria haimpendezi Mungu. Chochote kinachofanyika kwa njia ya sheria hakiwezi kumpendeza Mungu. Kwa sababu kwenye Wakorintho inasema kwamba uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu ya dhambi ni sheria. Na ndio maana ukiangalia wakati mwingi tunapomtolea Mungu tunamwambia Baba utubariki, kwa sababu tunatumia Torati. Malaki inaongelea juu ya utolea Mungu kwa njia ya Torati ili atubariki, kwa sababu alikuwa mtolei Mungu, hawajui imani. Lakini ukiangalia Ibrahim alivyomtolea Mungu, hakumtolea Mungu ili abarikiwe, alimtolea Mungu kwa sababu tayari alikuwa amebarikiwa. Alikuwa ametoka kwenda kupigana vita. Ibrahim alikuwa na watu nyumbani kwake 314, akaenda kupigana vita na wafalme 5. Na wafalme hawaendagi vita na watu wachache, wanakwenda kwenye vita na makundi ya jeshi. Lakini Ibrahim kwa watu 318 akashinda majeshi ya wafalme 5. Tunaelewana na Mungu? Na hakuna kitu ambacho shetani anakipiga vita kama zaka katika Wakristo. Hakuna. Kwa hiyo wana wa Mungu, sisi katika Kristo Yesu hatumtolei Mungu zaka ili tubarikiwe. Kwa sababu Biblia imesemaje katika Galatia mlango wa 3 mstari wa 18? Amelaaniwa aliyeangikwa kwenye mti, ikimaana kwamba Yesu Kristo. Labda nisome hiyo, alafu nitasoma tena wa Efeso mlango wa 1 mstari wa 3 na wa 4. Amelaaniwa aliyeangikwa kwenye mti. Wa Galatia 3 mstari wa 18 mstari wa 13. Ndugu, Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Unasikia? Laana ya Torati. Torati ilipokuja haikuja ili kuokoa watu. Nataka muelewe hivyo. Torati ilipokuja haikuja kwa kumwokoa mtu. Ilikuja ili kumdhihirishia kwamba wewe ni mwenye dhambi na huwezi kujikomboa. Ilifunua mioyo ya watu mbele za Mungu jinsi walivyo wenye dhambi. Hiyo Torati haikuwa na nguvu ya kukomboa mtu. Kwa wote walioishi kwa Torati hakuna hata mmoja aliyeurithi ufalme wa Mungu, isipokuwa wale katika Agano la Kale walioishi kwa imani. Hao tu waliourithi ufalme wa Mungu. Na hao walishuka shimoni mpaka Yesu alipokuja akafunuliwa, akashuka shimoni akaenda kuhubiri Injili. Alafu Biblia inasema baada ya Yesu kufufuka ndipo makaburi ya watakatifu yakafufuka, wakaonekana watakatifu Yerusalemu akitembea, alafu ndio wakapaa mbinguni wakaenda kukaa paradiso. Yesu akapeleka paradiso. Kwa hiyo Agano la Kale hakuna mtu anayeokoka kwa Agano la Kale.
Na ukienda kwenye kanuni za Agano la Kale hauna wokovu. Ingawaje umeokoka katika Kristo Yesu, utakapokufa hautakuwa na tofauti na yule mwizi pale msalabani. Ale ambaye alimwamini Yesu, utaingia mbinguni lakini hutakuwa na thawabu yoyote, kwa sababu Yesu Kristo amesema Yesu Kristo katika Yohana mlango wa 15 anasema, tukikaa ndani yake na maneno yake yakawa ndani yetu, tuombe lolote nasi tutapewa. Alafu anasema tutazaa matunda na matunda hayo yatakaa. Anasema matunda yatakayokaa na Mungu ni matunda ya imani. Tunda lolote la imani linadumu kuanzia hata duniani na utalikuta mbinguni. Tunaelewana? Chochote kinachofanyika kwa imani, chochote kinachofanyika kwa imani kinafanyika kwa nguvu za Mungu peke yake. Hakifanyiki kwa nguvu za ugali wala hekima wala maarifa yetu. Na ukisoma kwenye Biblia, siku zote Mungu anapompa mtumishi wake au mtoto wake assignment ya kufanya, ile assignment hawezi kaifanya kwa akili na nguvu zake. Lazima mtegemee Mungu. Chochote Mungu atatukwambia ufanye, na kuambia kwa ubunifu wako na akili zako hutaweza kukifanya, inabidi umtegemee Mungu akifanye, akupe jinsi ya kukifanya. Na unapokifanya kinamzalia Mungu matunda, sio hapa tu, bali matunda hayo yanakuwa recorded mbinguni, utayakuta. Na kwa matunda hayo ndio unapewa thawabu. Tunaelewana na Mungu? Ndio maana Yesu amesema hii njia ni nyembamba, kwa sababu ni njia ya imani. Kwa hiyo tunapomtolea Mungu kwa imani, mtu yote anamtolea Mungu, hutakuwa mtu wa kawaida. Huwezi kuwa mtu wa kawaida. Askofu alitoa mfano hapa, sitaki kusema ni mfano, maandika sio kitu mfano, isipokuwa aliongea juu ya kijana mmoja ambaye akasema huyo kijana akamwangalia akasema huyu mtu kijana anatoa hivi, akimwona sio mtu wa kutoa, anahitaji msaada. Lakini huyo kijana alikuwa amewekeza kwenye nini? Alisema kwenye ile nani ya kutengeneza mikate. Mungu akamwambia toa hiyo. Mungu alimwambia amtolee ile ya kutengeneza mikate, amtelete kanisani. Na hiyo ndio alikuwa mtaji wake amewekeza pale. Mtaji wake amewekeza pale, akitoa hilo hana mbele hala nyuma, lakini akamtii Mungu. Kwa hiyo utoaji wa imani unatokana na kumsikia Mungu anakuambia umtolee nini. Kwa sababu imani huja kwa kusikia, na kusikia kwa neno la Kristo. Mungu anakuambia, lakini tunamtolea Mungu katika wingi. Ndio maana hakuna penyo. Hakuna upenyo, utapata upenyo. Nakuambia wewe, kwa sababu Yesu Kristo kwenye msalaba ameshafanya kazi yote kwa ajili yako na mimi. Hawezi akafanya tena zaidi. Amefanya kazi kwa ajili ya uponyaji, amefanya kazi kwa kushughulikia dhambi, amefanya kazi kwa kushughulikia mwili, amefanya kazi kwa kushughulikia shetani aleta dhambi, amefanya kazi kwa ajili ya baraka. Kwenye Waefeso mlango wa 1 mstari anasema tumebarikiwa na baraka zote za rohoni katika Yesu. Kwa hiyo sio watu wakuomba tena baraka. Unapoomba baraka ni kwamba huamini hilo neno. Unapoomba Mungu bariki, uamini kwamba umebarikiwa. Ndio maana yake. Unapoomba baraka kwa Mungu, kulingana na Malaki mlango wa 3, unitolee ili nikubariki, ni kwamba wewe huamini neno la Kristo, unaamini neno la Torati ambalo halina wokovu. Unaamini kwamba wewe ni maskini, lakini Yesu ameshasema tumebarikiwa na baraka zote za rohoni.
katika Kristo Yesu. Wagalatia alikuwa anasemaje? Kristo alitukomboa kwa laana yote ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikilie mataifa katika Kristo Yesu. Kwa hiyo sisi katika Kristo Yesu tumeshapokea baraka ya Ibrahimu. Wana Mungu, mnanisikia? Tumeshapokea baraka. Ulipompokea Yesu Kristo, ulipokea baraka ya Ibrahimu. Kila mtu aliyempokea Yesu Kristo amepokea nini? Na amebarikiwa na baraka zote za rohoni katika. So wakuomba tena baraka ni kwa kutembea katika baraka. Sasa uchanganue, Baba umenibariki, nielekeze uongee na Mungu. Lakini tunaomba unibariki, unibariki, unibariki. Ina maana tunaomba maombi yasiyo ya imani. Yes. Ndio maana hatupati. Hatuombi kwa imani. Kwa sababu kama tumebarikiwa, sio watu wa kuomba kwa imani, ni watu wa kumshukuru Mungu kwa sababu tumeshabarikiwa. Nataka nifundishe utoaji unaompendeza Mungu. Utoaji ni lazima utokane na imani. Na imani huja kwa kusikia. Na kusikia kwa neno la Kristo. Neno linaongea na wewe. Cha kumtolea Mungu. Ibrahim, ukisoma kwenye Mwanzo, kila mahali ambapo Ibrahim alikuwa anaweka madhabahu. Na zile madhabahu walikuwa wanatolea Mungu sadaka. Lakini madhabahu zote zile hazikumfaidi. Nataka tuelewane wazi. Hazikumfaidi mpaka alikaja kumtolea Mungu kwenye madhabahu ambayo Mungu alimwagiza. Na madhabahu hiyo akamtolea mtoto aliyemzaa kwa imani. Kwenye madhabahu zile zote alikuwa anamtolea vile alikuwa anapata kwa jasho lake. Chochote unachopata kwa jasho kimelaniwa, kwa sababu Eden Mungu alimwambia Ibrahim, kwa jasho lako utakula. Kwa unamtolea Mungu vivyo laniwa, kwa sababu umetokana na jasho. Naomba mtuelewane, unapomtolea kitu cha jasho, huwezi kubarikiwa, kwa sababu kimelaniwa tayari. Kwa jasho lako utakula. Tunamletea Mungu tulivyopata kwa jasho. Halafu huwezi kubarikiwa, kwa sababu unamtolea katika kile kilicholaaniwa. Tunaelewana na Mungu? Ndio maana unapomtolea Mungu, na hiki watu wengi hawataki kumwombea Mungu, kumuuliza Mungu, kwa sababu Mungu anaweza kuambia umtolee akiba yako yote ulionaweka benki. Ninakuambia, anaweza kuambia hivyo, kwa sababu najua ulivyo navyo. Na watu wanaogopa hapo. Ndio maana wanamtia kwa katika wingi. Unaamua nitamtekea 100,000 kama una mamilioni, nitapelekea 10,000 kama napata malaki. Na ndivyo tunamtolea Mungu hapa. Tunamtolea Mungu katika vile vingi, katika wingi. Tunamtolea Mungu katika jasho. Lakini Mungu akanena na Ibrahim kwa uzao wa imani. Isaka alikuwa ni uzao wa neno la Mungu aliloamini Ibrahim. Hakuwa mtoto wa nguvu zake. Ishmaeli hakuwa mtoto wa nguvu zake. Lakini Isaka alikuwa mtoto wa neno. Alizaliwa kwa neno aliloamini Ibrahim. Ndio maana alikuwa tofauti. Hakuwa wa jasho. Tunajua kwamba katika tendo la ndoa kunatokana na jasho. Watoto tunazaa katika mwili ni watoto wa mwilini. Hata umeokoka namna gani, inabidi neema ya Mungu imtembelee aokolewe. Tunazaa watoto wa mwilini, wa jasho. Lakini ndio maana nilipata ufunuo huu. Nikaa nasema hapa kanisani kitu ambacho sikujua mimi wakati namwoa yule binti Sayuni Edith. Nimekuja kujua baada ya kuwa, na hii ni Mungu alifundia nikiwa Marekani. Karibu nirudi Tanzania. Kwa sababu kwa neno la Kristo la Matendo ya Mitume mlango wa 16 mstari wa 30, Mungu wakati
Paulo anaongea na yule bwana wa gereza ambaye alitaka kujua akidhani kwamba Paulo na Sila wameokoka. Akamwambia tuko hapa. Akamuuliza, Bwana, nifanye nini nipate? Akamwambia ukiokoka, ukimwamini Yesu, wewe na nyumba yako mtaokoka. Hiyo ni ahadi kubwa ya kumshikilia Yesu Kristo ili nyumba zetu, watoto tunaozaa waokoke. Tunaelewana na Mungu. Ndio maana nawaambia vijana ambao hawajaoa watakwenda kuoa, na kama umeolewa na hujafanya uanze leo. Wakati wowote mnapokutana kimwili, msikutane kinyama. Tendo la ndoa ni takatifu mbele ya Mungu, mume na mke. Fanyeni maombi. Yamkini mama akipata ujauzito, yule mtoto anatungwa mimba katika uwepo wa Mungu. Na mnamkumbusha hadi kwamba baba hatukumzali. Mama na baba wanasema, wanaume msikie, anapozaliwa yule mtoto hakuzaliwa kwa ajili yako, mmemzalia Mungu. Mwambie baba, tunakuzalia mtoto wa ahadi yako katika neno lako, kwamba mimi na mke wangu na nyumba yangu tutaokoka, na watoto walio kwenye kiuno changu wameokoka kwa ahadi yako hiyo. Majina yao yaandikwe mbinguni. Majina yao yameandikwa mbinguni. Ataitwa mtoto wa maseke, ataitwa mtembe, lakini ukweli kwamba mimi kama baba, ubaba wangu ni wa muda. Yesu Kristo ni baba wa milele. Biblia imesema hivyo katika Isaya mlango wa 9 mstari wa 6. Yesu Kristo ni baba wa milele. Kwa tumzalie Mungu watoto, tusizae watoto. Ubaba wangu hapa ulimwengu lazima aitwe kwa jina langu, kwa sababu ni mwilini, lakini ndani ya mioyo yetu na katika maombi tunakiri kwamba huyu mtoto sio wangu, ni wa Yesu. Jina lake limeandikwa mbinguni na makusudi ya Mungu yafanyike ndani yake. Na unamwambia Mungu, Baba, kwa sababu ni baba wa mwilini, nyama na damu, ninakusi ninaposimama mbele ya mtoto huyu kama baba, kama ubaba wangu utasimama kati ya ubaba wako na yeye, naomba ubaba wangu usifanikiwe. Kwa sababu kwa wakati mwingi sisi wazazi tumewalea watoto wetu katika mapenzi yetu, wala tumulizi Mungu makusudi ya watoto hao. Kwa sababu unapomzalia Mungu lazima ujue kusudi lake nini. Baba yake anataka wewe ulimwengu kwa kusudi gani? Lakini sisi tunawafanyia watoto wetu makusudi. Tunashindwa kuelewa kwamba makusudi yetu sio makusudi ya wale watoto. Tunaliona na Mungu. Kwa hiyo ili wamjue Mungu, lakini wewe kama baba na mama lazima mweke velelezo kwa watoto wale kwa njia za Mungu. Unamwambia mtoto atoe wakati wewe utoi, unasema uongo juu ya neno la Mungu. Unamwambia mtoto usiwe mchoyo wakati wewe unakuwa mchoyo. Watoto, nimeshasema tena, watoto tuliozao wanatujua usiku kuliko tunavyojua sisi wao. Wanatujua kuliko sisi wazazi tunavyojua wao. Na tuweze kujificha kwa watoto. Wanajua baba yuko hivi, mama yuko hivi. Lakini ukitembea katika kweli, unaongea na watoto ya kweli unayoifanya. Ukimkosea mtoto, muombe msamaha, kwa sababu ni nafsi mbele ya Mungu. Namfundisha mtoto maana ya kuomba msamaha. Msamaha hauna mkubwa wala, ndio maana kwenye Efeso mlango wa 4 anasema mstari wa 32 anasema tuombeane msamaha mmoja kwa mwingine. Anasema tunyenyekeane mmoja kwa mwingine. Mbele ya Kristo Yesu hakuna mkubwa zaidi ya mwingine. Kila mmoja anamnyenyekea mwingine. Na sehemu ya kunyenyekea ni msamaha. Napoomba msamaha, umevunjika, umetambua umempenda Mungu sio kosa. Hata kama mdogo namna gani, maneno yetu ni roho. Yesu amesema katika Yohana mlango wa 6 mstari 23, maneno yangu ni roho na uzima. Ina maana kuna maneno ambayo ni roho lakini hana uzima, ina mauti. Kuna maneno ambayo yana uzima
ya ni roho na mauti, lakini kuna maneno ambayo ni roho lakini haina uzima na mauti. Maneno yote yasiyotokana na imani ni roho na yana mauti. Maneno yote yasiyotokana na imani tunayaongea ni roho na ni mauti, kwa sababu uzima uko ndani ya Yesu Kristo. Watoto wana Mungu, mnanisikia? Utoaji unampendeza Mungu. Tunapotolea Mungu zaka, hatutoi kwa sababu tunataka tubarikiwe. Tunatoa kwa sababu tumeshabarikiwa tayari. Alafu tunamtolea Mungu. Hatuwatolee watumishi. Tambua unamtolea Mungu. Tambua unamtolea nani? Hatuwatolee watumishi. Ukuhani huu sio ukuhani wa Haruni. Huu ni ukuhani wa Melkizedeki. Huu sio ukuhani wa Haruni unasema madhabahuni hapa. Huu ni ukuhani wa Melkizedeki. Ni ukuhani wa Yesu Kristo. So ukuhani agano la kale wa Haruni ambao ulibatilika Yesu Kristo alipofufuka, alipopigwa msalabani, alafu ile pazia linalotenga patakatifu na patakatifu likararuka kutoka juu mpaka chini, kuhakikisha kwamba wote wanaomwamini Yesu wana neema ya kuingia patakatifu pasipo kupitia kuhani yeyote. Kwa sababu katika Yesu Kristo sisi wote ni makuhani na wafalme. Najua hivyo, sisi wote katika Yesu Kristo ni makuhani na nini? Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 9 na Ufunuo mlango wa 5 nadhani mstari wa 10 inaongelea hiyo. Kwa hiyo tunapomtolea Mungu, tujue tunamtolea Mungu. Unaiombea, umpi Yesu zaka ili akubariki. Alishakubariki, nataka utambue hivyo. Ukimtolea Mungu kwa eti unibariki, unaongea kwa Torati, na maombi hayo hayasikii, hayaleta tija, kwa sababu huamini kwamba umebarikiwa tayari. Umeshapokea baraka ya Ibrahimu, umeshabarikiwa na baraka zote za Ibrahimu za rohoni, kwa sababu Ibrahim hakumtolea Mungu ili ambariki. Alimtolea Mungu kwa sababu alikuwa amebarikiwa. Alafu ni Mungu mwenyewe alimfundisha, kwa sababu Ibrahim asingejua swala la kutolea zaka kama Mungu hakuongea naye. Kwa sababu alikuwa baba wa imani. Na imani haiji isipokuwa kusikia na kusikia neno la Kristo. Kwa hiyo Mungu alikuwa anaongea na Ibrahim, ndiye alimfundisha utoaji huo, na akampa kumtolea Melkizedeki, kuhani wa Mungu aliye juu, ambaye hana mwanzo wala mwisho. Nani asiyekuwa na mwanzo isipokuwa ni Yesu Kristo tu. Tunaelewana na Mungu. Hiyo moja. Lakini cha kushangaza, Mungu hakumwahidia Ibrahim baraka ambayo sisi tumefanyika sehemu ya hiyo baraka. Kwa kutolea Mungu hakumwahidia Ibrahim baraka. Alimwahidia na kuapa alipomtolea Ishmael, Isaka. Hapo ndipo Mungu alifanya kiapo. Akaapa kwa nafsi, kwa kubariki nitakubariki. Kwa kubariki nitakubariki. Akaapa kwa nafsi yake, ambapo Mungu hahitaji kuapa. Akishasema neno lake halibatiliki. Mungu akisema hawezi kubatilisha neno. Lakini wana wa Mungu, ninachosema ni hivi: tusitoe dhabihu madhabahuni kama kawaida ya mataifa, kama kawaida ya watu. Tumuulize Mungu, Baba unataka nikutolee nini? Na alikwambia hivi, usishangae atakwambia kitu ambacho kitakufanya. Ndio maana Mungu anasemaje kwenye Biblia? Kuna miongelea juu ya sadaka na dhabihu. Kuna tofauti kubwa katika sadaka na dhabihu. Warumi mlango wa 12 anasema tuitoe miili yetu ikiwa kama dhabihu iliyo. Siku zote dhabihu inakuwa hai. Haipelekwi kitu mfu madhabahuni. Dhabihu siku zote ni kitu kilicho. Haipelekwi kitu madhabahuni kilicho mfu. Lakini tunaposoma sadaka, hili neno sadaka limetokana na lugha ya Kiarabu. Wanatumia sadaka
kwenye ibada zao na kile wanatoa sadaka. Lakini sadaka kwenye Biblia ukisoma wakati anapoingia kwenye Mathayo mlango wa 7 ama 6. Ngoja tuangalie hiyo. Mathayo mlango wa, angalie hiyo. Samani sina nata mlango wa 6 ama wa 7. Mstari wa mlango wa 6. Mstari wa kwanza na pili inasema hivi: angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu ya Bwana kwa Baba yenu aliye mbinguni. Basi kwa hiyo mstari wa pili unaungamana na mstari wa kwanza, ndio maana anaungana kwa kusema basi. Kwa kinachoongelea mstari wa kwanza anatufafanulia mstari wa pili. Tunaelewana na Mungu? Basi wewe utoapo sadaka usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Hapa anaongelea dhabihu. Twende kwa Kornelio mlango wa Matendo ya Mitume mlango wa 10. Kwani mlango wa 10 wa Matendo ya Mitume, pale ambapo Kornelio, watumishi wa Mungu na Petro wametumwa nyumbani kwa Kornelio kwa ajili ya mlango wa 10 mstari wa kwanza na mpaka wa pili. Palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu. Sadaka mbele za Mungu ni kile unachompa mtu, unachomsaidia nacho mtu, sio kile unachompa Mungu. Unaelewana na Mungu? Kwa hiyo ndio maana pale Yesu anawaambia mnapotoa msipaze sauti, kwa sababu watu wanatoa alafu usione kile kitenge ni mimi nimempa. Usione anarembuka vile ule mkufu ni mimi nimempa. Ndicho anachokemea. Hiyo ndio sadaka. Unachomsaidia mtu ni sadaka. Mbele za Mungu tunaleta dhabihu. Tunaelewana na Mungu? Kwa hiyo anapoongea kwenye Kiingereza inasema alms, ALMS, sio sacrifice au offering, wala sacrifice offering au neno jingine natumia nini? A sacrifice au offering. Kwenye Kiingereza unaposoma juu ya sacrifice au offering ni kitu kilicho hai. Alms ni kile unachomsaidia mtu, ndio sadaka. Tuelewane tofauti kati ya sadaka na dhabihu. Kwa sababu kanisani tunatumia jina la sadaka kwa sababu ni jina la Kiswahili linalotokana na jina la Kiarabu. Ukisoma asili ya hilo neno ni neno la Kiarabu. Waarabu wanasema katika wakati ule wa Ramadhani ni wakati wa kutoa sadaka. Wakati mwezi wa Ramadhani ni kutoa sadaka. Kwa hiyo wanachukulia hilo, unapotoa sadaka umemtolea Mungu. Sisi sio Waarabu, sio mtoto mama mdogo, sisi ni watakatifu wa Israeli. Sisi ni wa Israeli ya Mungu, kwa tohara isiyofanyika kwa mwili. Tunaelewana Mungu? Kwa sisi tunatoa sadaka ni kwa watu, na usipaze sauti alafu usimpe kitu kinyonge. Naomba tuangalie Marko mlango wa Yesu Kristo mlango wa 10 kama nikikumbuka. Marko mlango wa 10.
mstari mstari wa 28. Marko mlango wa 10 mstari wa 28. Petro, sitaki kusoma sehemu ya juu. Sehemu ya juu inakuishia inaangamanishwa na mstari wa 28 kwa sababu nikisoma tutachukua muda. Petro akaanza kumwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Yesu akasema, amin amin nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu mume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili. Anaongea vitu vile, kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili. Kuna kumtolea Yesu na kuna kutoa kwa ajili ya Injili. Tunaelewana na Mungu? Vyote tunapotoa hapa madhabahu tunatoa kwa ajili ya Injili. Tunapotoa madhabahuni hapa tunatoa kwa ajili ya nini? Hatutolee Yesu, hatumpi Yesu. Tunapotoa madhabahuni tunatoa kwa ajili ya nini? Mbona mnakaa kimya? Amnisikii? Yote tunatoa madhabahuni hapa tunatoa kwa ajili ya nini? Ya kupeleka Injili. Hatumtolee Yesu. Nasikia? Kwa ajili yangu na kwa ajili ya nini? Ya Injili. Ila atapewa mara 100 sasa wakati huu, nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na mateso. Sitaki hilo neno udhia. Hilo sio neno sahihi. Udhia inaweza kukuudhi wewe pasipo kukumiza. Mtu ananiudhi huyu. Lakini mateso, Biblia inasema persecutions. Persecutions kwa Kiingereza sio udhia. Wanaojua Kiingereza ni nimesema uongo? Wanaojua Kiingereza persecutions na udhia. Udhia kwa Kiingereza wanasema frustrations. Kama unatafuta Kiingereza kwa ajili ya udhia. Frustrations sio maudhi. Lakini persecutions pamoja na mateso ndio neno sahihi liwe hapo. Unaweza kuudhiwa, ukaenda kulala, ukala chakula chako, ukaachilia, ukapotezea. Jamaa ananiudhi. Ni maudhi tu. Hatusemi hivyo. Bwana Mungu, mbona mmenyong'onyea? Inakwamba nafundisha mambo mageni au nafundisha mambo yaliyo hai. Mmenyong'onyea kama vile mmemwagiwa maji ya baridi. Amsikii, mnasikiliza ninachoongea? Utoaji unaofanya nini? Ambao utaleta mabadiliko katika maisha. Yes. Ndio maana hakuna upenyo kwa watu wengi. Miaka tumeokoka. Tunamtolea Mungu zaka kama kawaida. Tunamtolea Mungu dhabihu kama kawaida. Alafu hakuna upenyo. Wakati yeye ameshaweka yote wazi. Naongea hivi mbadilike. Mchukue hatua. Ninakwambia mwana wa Mungu, Mungu ukimuuliza cha kumtolea, nikutahadharishe kabisa. Atakwambia mtolee kitu ambacho utashtuka. Oho. Anakugusa mahali panapouma. Maanake Mungu hachukui vitu lele mama, kwa sababu ametoa uhai wake kwa ajili yako na anataka uhai wako kwa ajili yake. Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 10 mstari wa 15. Maana mstari wa 18. Maana upendo wa Kristo watubidisha, maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote.
Yesu Kristo alipokufa, sisi tulikuwa ndani yake tukafa pamoja naye. Hilo ni somo jingine la kufafanua kwa undani, kwa sababu katika kanisa hilo hatuelewi. Kufa pamoja na Kristo Yesu na kufuka pamoja naye ni somo la kufafanua kanisani, kwa sababu ni sehemu ya wokovu wetu. Tunaiongelea damu ya Yesu, lakini hatuongelee mauti yake, ambapo katika Yesu tumekufa pamoja naye. Tunaelewana na Mungu? Mstari kuna maana ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyewakufa akafufuka kwa ajili yao. Ina maana sisi tunapoishi sasa, hatuishi tena kwa ajili yetu, tunaishi kwa ajili ya Kristo. Tunaelewana na Mungu? Na hapo ndipo mbongo mkafu. Kuishi kwa ajili ya Kristo, unaacha vyote. Anataka vyote, hataki nusu-nusu. Ninakwambia kweli, hataki nusu-nusu. Anataka vyote. Anakutaka wewe uhai wako na vyote ulivyo navyo ni vyake, umtolee. Na hapo ndio unakuwa kali kweli kumtolea Mungu. Inauma. Niambia inauma. Kuna mtumishi wa Mungu, niwaambieni kweli, anajulikana. Niliposoma barua mpaka leo sijaisahau. Alikuwa ni David Yongicho. Alibadilisha jina kutoka Paulo akachukua David kwa sababu jina la Paulo linaambatana mateso. Na akabadilisha akajiita Daudi. Umeelewa? Kwa sababu Paulo aliteseka kwa ajili ya Injili. Na akaona haya sio isazi yangu, akabadilisha jina akajiita Daudi. Wakati ameokoka, yuko Korea Kusini, anajulikana, sijui siku kama bado yuko hai ama vipi. Sasa wakati anaokoka, wokovu kule ulikuwa ni kitu kigeni. Kanisa kule Korea Kusini ni Presbyterian. Presbyterian ni kama Lutheran, isipokuwa ni kama Anglican. Lutheran ni makanisa yalipochepuka kwenye Ukatoliki. Tunaelewana na Mungu? Ndio kanisa kubwa kule Presbyterian. Lakini pia wale wanaohubiri wokovu, isipokuwa swala ujazo wa Roho Mtakatifu ndio hana habari. Kama kanisa la Baptist Marekani linahubiri wokovu, lakini swala ujazo wa hawana habari. Tunaelewana? Sasa wakati anaokoka, kama walokole walivyo wanadharauliwa, akapewa sehemu ya mji ambayo ilikuwa hajapimwa. Kama zamani tulipokuwa na maafisa, wakati tunaokoka hapa maafisa ilikuwa hajapimwa, au Chamwino, sehemu ya nenda mkajenge kanisa huko. Kwa hiyo akaanza darasani kama sivyoanza darasani pale. Watu wanakaa chini, wanaomba, wanatoa makamasi kwenye sakafu kwenye darasa. Lakini hapo ndio Mungu akaanza kujitokeza, akaponya, akafika mahali sasa anataka kumjengea Mungu kanisa. Wakati anataka kumjengea Mungu kanisa, ameshajenga nyumba yake kama kibanda. Maana yake alikuwa na waumini wengi wa kumsupport, wa kumtegemeza, ambao anakaa na mke wake na watoto. Alikuwa nadhani alikuwa na watoto mmoja ama wawili. Sasa wakati wa kujenga kanisa, amepata mahali pa kujenga kanisa, anataka kumjenga, watu wameongezeka. Anamuuliza Mungu, Mungu, nitajengaje kanisa? Naomba unisaidie. Akamuuliza Mungu, akamwambia, hiyo nyumba ulio unayo iuze, nitolee dhabihu. Nasikia wana Mungu anachosema, sio hadithi. Uza hiyo nyumba unitolee dhabihu ya kujenga nyumba yangu. Sasa siku hiyo wangu nimwambie kuuza nyumba, si atasema ondoka hapa, hata utumishi niache na watoto wangu. Watoto wangu watalala wapi? Ukijua mwanamke na uzao wake wa tumbo lake. Kuna uhusiano wa kina mama na watoto ambao sio kuna baba hatuelewi. Niwaambieni wazi, katika nyumba sokomoko inaanza unapohusika na mambo ya usalama wa mama na watoto.
hata kama ameokoka namna gani, ananena kwa lugha, anafufua wafu, hilo neno haligusiki. Hata kama watoto wanatoka nyumbani, kuna uhusiano wa mwanamke na watoto ambao sisi wakina baba hatuelewi. Niwaambieni kweli, ambao huwezi kuondoa. Hakuna kiroho kinachoweza kuingilia hicho. Sasa analala kitandani kama vile kitanda kinageuka, amelala na mke wake, lakini upande kama vile amelalia upupu. Nitamwambiaje huyu mwanamke? Akaenda magotini akamwambia, baba, nimekusikia. Sasa ongea na mke wangu. Ongea naye kwa swala hili. Na uongee naye kwa swala, kwa sababu wewe Mungu hutenganishi ndoa. Mungu havunjagi ndoa. Akileta baraka lazima wote mkubaliane nayo. Kwa hiyo Mungu anapokuambia kitu ambacho wewe mwanamume, ambacho kitafatua akili zako, ujue mke wako kitazidi, unarudi magotini ukijua kwamba Mungu ameniambia nifanye hiki ambacho natenda kwa imani. Ongea na huyu mke uliyenipa, ambao umesema hakuna atakaye tutenganisha. Mungu akaongea na mke wake. Sasa akawa analala, yeye amelala usingizi, anashangaa mke wake anageuka kitandani, geuka huku, anageuka huku. Siku ya kwanza, siku ya pili, mwishoni akamwambia apate amani. Naona Mungu anasema tuuze hii nyumba. Unasikia wana Mungu, unapotafuta kumbariki Mungu, muulize Mungu. Hili jengo hili lilikuwa limeshafika, watu wanamtolea Mungu. Nilishasema hapa siku, watu wanatoa hapa kwa hakika wingi. Hili jengo lishasiku siku nyingi, kwa sababu pesa yote iko hapa. Sisemi uongo wana Mungu, ninakuambia ni kweli. Hili jengo lilishaisha siku nyingi. Pesa ya kulijenga iko hapa, sio Ulaya. Iko hapa. Kwa sababu hawajui Mungu, wanatoa jenga hapa, wanamtolea, wanajenga injili. Yesu akasema, ukiacha nini kwa ajili yangu, utapata mara mbili hapa, kwa ajili yangu, kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili. Sasa uniulize, mchungaji, Yesu ni nani? Sitakwenda huko. Na ndio imeandikwa kwenye Mathayo mlango wa 25. Yesu akamwambiaje? Mimi nilikuwa mgonjwa, amkuja kunitembelea. Nilikuwa sina nguo wa kunivalisha. Nilikuwa na njaa, hukunilisha. Mnaanza kupata picha ya Yesu nani sasa? Mnapata picha ya Yesu nani? Ndugu tunakaa na kanisani, wana shida, hatuwahudumii. Unaacha kumhudumia Yesu. Roba akija hana nguo, mtanunulia suti mpaka na mke wake mpaka ashunde mahali pa kuziweka. Mnashindwa kuhudumu kwamba mnahudumia injili. Lakini ukaona ndugu yako hapo amevaa nguo ile ile tangu Januari, unamuona anavaa kanga ile ile, anakaa kitenge kile, unashindwa kwamba umekaa na Yesu. Umeshindwa kuelewa kwamba umekaa na nani? Wanataka kupeleka watoto shuleni, hawana ada, unakaa na Yesu, umpi ada ya kwenda kupeleka mtoto wake shuleni. Hana pango, unakaa naye, umpi Yesu pango, hela ya pango. Anakwenda nyumbani analia, baba nisaidie. Na watu wamebarikiwa ili wafanyike mkondo wa kubariki wengine. Wewe katika Yesu Kristo anakubariki ili ufanyike wa kubariki wengine. Lakini hatufanyi. Alafu nashingo kwamba upenyo utapeka. Utatoka wapi? Utatoka wapi upenyo wa mafanikio? Nimeshasema hata kimiminiwa mafuta. Roba akachukua mafuta mzeituni akachanganya na makundi na baraza lote la wazee, la wachungaji na wazee wote wakakuombea, hakuna chochote kinachofanyika. Ni kuambie wazi, hakuna kitakachofanyika kwa sababu neno la Kristo liko wazi. Ulifanyii kazi.
ameweka mkondo wa kubarikiwa kwenye neno lake. Utoaji unaopendeza moyo wa Mungu, unaoleta tija katika maisha. Ndio maana katika kanisa na mahali ni watu wachache wamepewa neema ya kuleta mabadiliko katika jamii. Ni wachache. Na wanatoka kanisani sijui ni wangapi. Kwa sababu ubunifu, neno la Kristo linasema katika Kolosai mlango wa 2 nadhani mstari wa 3 ama mstari wa 9. Anasema ndani yake Yesu Kristo zimefichwa hazina zote za hekima na maarifa. Na huyo Yesu mwenye hekima zote za maarifa za hekima uko ndani, akikufunulia kitu cha kufanya, akikuonyesha, mwanangu nenda kafanye hivi, akaongea na wewe, kwa sababu hazina yote ya hekima na maarifa na ubunifu iko ndani yako kwa njia ya Yesu Kristo. Akikufunulia, sasa mwanangu nenda ukafanye hivi. Hakuna kitu ambacho Yesu Kristo atakufunulia ufanye kisoleta mabadiliko katika jamii. Sio watakatifu tu. Yeye anafanya kazi katika Mithali mlango 8, anasema Yesu Kristo furaha yake ni pamoja na nani? Na wanadamu. Furaha ya Yesu Kristo pamoja na nini? Mahali pengine akasema kwenye Mathayo mlango wa 5 akasema yeye ndiye anayanyeshia mvua wenye haki na wasio haki. Unaelewa maana mvua ni nini? Ni baraka. Yeye anabariki wasio haki ambao wanaenda jehanamu, na walio haki wanakwenda mbinguni. Anabariki wote. Usione kuna pateli wanakuwa na magari na saidi na nini. Mungu amewabariki, usiwalani. Usilani aliyebarikiwa na nani? Hatulani sisi. Sisi hatulani, tunabariki. Nikuuliza kuna pateli hawa na wote Waarabu walikuwa hapa. Wewe unakwenda kujenga, unajenga nyumba, utaenda kununua simenti, wakiondoka utaenda kununua simenti wapi? Utaenda kununua madabati wapi? Maana yake wengi wenye maduka huko hawajaokoka. Na tunawategemea. Sasa Mungu aondoe baraka. Sisi tutakuishije? Tutakula chakula wapi? Hilo. Mmeshawaza hilo? Mtaenda Dar es Salaam na magari gani? Unaona wenye mabasi huko unadhani wameokoka? Abuja ameokoka. BM ameokoka. Al-Saidi ameokoka. Sasa utasafiri na gari la nani? Naomba tuwaze, hao tunawategemea. Mungu amebariki kwa ajili yetu. Unajenga nyumba, utakwenda kununua nondo wapi? Nani hapa kanisani mwenye duka lenye nondo? Nani hapa kanisani mwenye duka lenye la kuuza sementi? Mungu amebariki. Ananyeshia wenye haki na wasio. Alafu furaha yake ni pamoja na nani? Wote. Haongee juu ya watoto wangu. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili, lakini ni baba wa wale aliowazaa. Ndio tofauti doko hapo, mwelewe tofauti. Kama kuzaliwa na Mungu sio mtoto wake, lakini ni Mungu kwako hata kama ukimkataa. Tunaelewana tofauti ya hilo? Mungu ni Mungu wa wote wenye, mpaka na ng'ombe wana mwili, mpaka na wadudu wana mwili. Ni Mungu wao. Chochote chenye mwili ni yeye, ni Mungu wa vyote ambavyo vina mwili. Uko simba porini, dubu, nzige wanaoharibu mazao. Ni Mungu wa kila chenye mwili, lakini ni baba wa wale aliowazaa. Ndio maana unaitwa mwana wa Mungu, umezaliwa. Lakini wale hawakuzaliwa. Lakini Mungu ni Mungu anayependezwa na wanadamu. Furaha yake ni pamoja na nani? Tusilani.
tusilaani. Tesi wako hao wachawi wanakusumbua, usiwalaani. Unafahamu katika Agano la Kale alikuwa anasema wachawi wauawe. Unaelewa kwa nini? Unaelewa kwa nini katika Agano la Kale kulikuwa na watu ambao lazima wauawe na wengine wanabakizwa? Kwa sababu katika Agano la Kale chochote ambacho kilikuwa na mkono wa ibilisi, dhambi ambazo zilikuwa na mkono wa nani? Wa shetani, hao watu wilibidi wauawe ili shetani aondoke ndani yao, kwa sababu wana uwezo mkubwa wa kushawishi watu. Nguvu za shetani ni kubwa za kushawishi watu na kugeuza wana Israeli wafanye. Ndio maana kulikuwa na dhambi ambazo ni lazima uwawe, kwa sababu ziliambatana na mkono wa shetani. Nguvu za giza zilikuwa zinahusika na hao watu. Na damu ya mafahali ya nani haiwezi ikafukuza pepo. Damu ya Yesu Kristo tu ndio yenye mamlaka. Tunaelewana na Mungu? Damu ya Yesu Kristo ndio yenye mamlaka ya kufukuza pepo. Mchawi anakuja kanisani, pepo la uchawi linamondoka, anakuwa mtakatifu. Lakini katika Agano la Kale hakuwa kuna kitu kama hicho. Na dhambi hizo ni nyingi, zinafanyika mpaka kanisani, ambazo Mungu alisema wauawe. Katika Israeli hakutakiwa aonekane msichana kahaba analala nje, unauawa. Umalaya ni dhambi ambayo inaambatana na shetani. Watu wanapokea mapeshetani, nguvu za giza kwenye tendo la ndoa, nje ya ndoa. Ni mlango mkubwa sana kuingiza mapepo. Huyo mwanamume unalala au mwanamke unalala naye, kama ilala na wanaume 100, mapepo mangapi amechukua kule anakuja kuambukiza wewe? Unadhani unatoka pale salama? Tunaelewana? Kuna zinaa chafu. Ukisoma mambo ya mlango wa 18. Na hizo na zinaa, Mungu akasema dhambi ya zinaa. Dhambi ya zinaa ina anajisi ardhi. Naomba muelewe hivyo. Ina najisi nini? Hii tunayolima. Na kwa sababu hiyo inafika kiwango ambacho hiyo ardhi inawatapika hao watu. Inakutapika, haitaki ukae juu yake. Sasa unaichafua na yenyewe haitaki kunajisiwa. Dhambi ya zinaa na dhambi ya umwagaji hadi damu isiyokuwa na hatia. Dhambi hizi ni mbaya sana. Unaposema dhambi ya zinaa, unajua kama naangalia na uchawi. Kwa sababu wachani wote wamezini, wamemwacha Mungu wakaenda kwa miungu. Kwa sababu kwamba ni dhambi ya dhani tu hivi. Na wachawi wote wananajisi ardhi. Ndio maana unashindwa kuelewa, ukame unakuja mara kwa mara. Mafuriko yanakuja, yanalia, yanatafuta kutapika watu. Ukame unapokuja kunakuwa na watu wanakufa. Mafuriko yanakuja, watu wanazolewa. Dhambi inatapika watu. Ardhi inatapika watu. Toka, ondoke juu yangu, usinikanyage, usinilime, usifanye chochote. Na yeka wazi wana Mungu. Kwa sababu katika kanisa kuna zinaa isiyo kawaida. Isitaki kudanganya. Kuna watu wanafanya mambo, usani kama zinaa mfanye nje ya ndoa. Unaweza ukaoa mke wako lakini mnafanya zinaa. Sio zinaa tu nje ya ndoa. Unakaa na mke wako lakini unafanya nini? Ndio, mnafanya zinaa tofauti na maumbile. Mnafanya zinaa katika kitanda chenu tofauti na nini? Na hii naongea na Hazadi na kina baba. Sio na kina baba hapa wananiangalia, unadhani wote salama. Akifa kitandani wanaambia wakezao wafanye mambo ya ajabu. Na mama anakashindwa kukataa. Akina baba mnanisikia? Na kama imekushika hiyo, na kusi katika jina la Yesu Kristo, nenda kwa Rioba na makundi upate kufunguliwa. Neema hiyo ya kufungua watu haijafikia kufungua watu wa namna hiyo. Ikinijia nitaambia mje kwangu. Neema hiyo najua iko juu ya Rioba, iko juu ya makundi. Na wataomba, watafunga na wewe ufunguliwe.
Kwa sababu hakuna dhambi mbaya inayoshika fahamu za watu. Uchawi, tamaa. Biblia inaita tamaa ni ibada ya sanamu. Na tamaa imejaa kanisani. Wasome Wakolosai 3:5. Tamaa ni ibada ya sanamu. Sanamu zetu ziko moyoni. Ezekiel mlango wa 14. Haziko nje kule. Kama Wahindi wanavyofanya. Sisi sanamu ziko wapi? Ezekiel mlango wa 14 ukasome. Kufungua hiyo kwa sababu muda umeenda. Unasikia wana Mungu? Kwa hiyo haya mambo, hili jengo kisha malizia siku nyingi. Tukitoa dhabihu mbele za Mungu. Lakini tunamtolea Mungu katika wingi. Tumtolee hivyo, tumtolee Mungu katika wingi. Ndio maana mtumishi wa Mungu anaomba, anafunga, lakini watu wa kumtoa kujenga jengo wako wapi? Hapa. Hata amebarikiwa na mapesa, wameweka benki, wana miradi mbalimbali. Sikatai kufanya miradi, lakini uongozo na nani? Uongozo na Mungu. Tunafanya miradi yetu, sio miradi ambayo Mungu anataka tufanye. Na katika hiyo kanisa linakuwa na tabaka ya wenye navyo na wasio navyo. Kanisa la Kristo litakiwa liwe hivyo. Kanisa la Kristo litakiwa liwe. Sasa wote niwaulize hapa, mimi kila mtu hapa na ndugu zake amezaliwa na nyumba moja. Tunapokuwa mbele za baba yetu, tunafichana uovu tunaofanya. Baba huyu alichukua nani yangu baba huyu alifanya, mbele za baba tunaambiana wazi. Hatufanye hivyo. Pamoja na kuwa wakubwa, baba zetu angekuwa kwa na mama zetu, tunakwenda namwambia baba, mimi nimefanya hivi, lakini huyu mdogo wangu, huyu kaka yangu, mbona hafanyi chochote? Sasa mbele za Mungu ni tusiambiane, amba ni baba yetu wote. Kwani tuoneane aibu? Na ndio kuna mbinguni. Tuna mbingu, mimi ninakwenda mbingu tofauti na yako. Nina Yesu mwingine aliyoniokoa tofauti na Yesu huyo aliyokuokoa. Sasa kwa nini tusifichane vitu ambavyo tunafanya ambavyo vitakuzia usione mbingu na ufanyike chachu ya kuzuia baraka katika kanisa la Mungu? Naongea mambo mazito, najua yanapenya, lakini hayo ni uponyaji wetu. Mbele za Mungu hakuna mkubwa na mdogo. Wengine wanasema nikisoma neno la Mungu nitajua. Nasema nikisoma neno la Mungu nitajua mambo mengi, alafu tabidi. Kwa hiyo unakwepa kusoma neno la Mungu, usijue kinacho kufanyika. Kwa hiyo uzidi kukaa kwenye dhambi. Na unashindwa kwa sababu hiyo dhambi itakumbua na itakuangamiza. Safari usome neno la Mungu, ufanye kutibiwa na kubarikiwa kuliko kumpendeza Mungu. Kuna watu wasomi neno la Mungu kabisa, wanasikiliza kanisani tu. Wanasikiliza mchungaji, wakija kwenye kanisa wanakuja ibada baada ya Sunday school. Na anapinga, nikienda sasa nadhani askofu atakuwa anasimama sasa. Sasa unatoa sadaka, alafu ngoja niende niwahi sadaka nitoe, nisikize mahubiri, anachepuka. Nakwambia mahubiri na mafundisho haya tunafundisha hana uwezo wa kutegemeza. Hayatoshi. Lazima umtafute Mungu peke yako. Unawajibika kwake peke yako. Unawajibika kwa Rioba wala makundi wala mimi. Unawajibika kwa aliyekuokoa ni nani? Unawajibika kwake. Utatoa hesabu kwake. Kwa hiyo nenda ukachunguze. Kuna watu hapa kanisani wamekuwa wanatolea nabii, wanaitolea nabii. Kwa nini usijiulize, kwa nini mchungaji ananitia kama nabii? Kuna kitu ambacho hukifanyi vizuri. Wazi kuitoa mara kwa mara kutolea nabii, wakati neno la Kristo yenyewe inasema ni nabii, unabii ulio imara. Neno la Kristo hili ni unabii ulio imara. Utaona nabii hapa watu wanakusogezea nabii. Sio wote wanatoa unabii, wanatoa katika kweli. Mnajua hivyo? Unaweza kutolea unabii hapa, hasa unapokuwa watumishi wanatoka nje. Niwaambie ni wana Mungu,
hapa kanisani kuna watumishi wa kuamini. Nimekaa na Rioba miaka mingi. Sio mwepesi wa kusema kwenye mambo ya maisha ya watu. Alafu maisha yake ya utumishi ni tofauti na wachungaji wengine. Makundi na Rioba ni watumishi wa tofauti. Hawategemei madhabahu hata kidogo. Wanamtegemea. Kuna neno katika Agano la Kale kwa Yeremia nasema kwamba amelania anayemtegemea mwanadamu na afanyaye mwili kwa kinga. Unafahamu mtumishi wa Mungu anaposimama akitegemea madhabahu, akitegemea sadaka, unajua kwamba anategemea mwili wa Kristo. Anaacha kumtegemea Mungu, anarudi kule kwenye Agano la Kale anategemea waumini. Hiyo ni kumtegemea mwili wa Kristo. Sisi wote ni mwili wa Kristo. Na Yeremia anasema amtegemea mwanadamu, amefanya mkono, amefanya mwili kwa kifungu kinga yake. Hatutakiwi kumtegemea mwanadamu yeyote. Yesu Kristo ndio kichwa. Lakini naposema hivyo, kama kanisa ni lazima tuwajibike. Haiwezekani watumishi wa Mungu wanalala usiku na nini, alafu sisi tunakula nini, tunakula sijui tuseme zege mchana usiku, unakula samaki, mnyama kila siku. Wenyewe hawajui watakula nini. Ni wajibu sisi kuhakikisha kwamba wao wanakula vizuri, wanavaa vizuri, kama wanapeleka watoto shuleni, wana hela ya kupeleka watoto shuleni. Hii ni sehemu yetu ili tubarikiwe. Lakini wao hawatakiwi katika Kristo Yesu watuangalie sisi. Wanatakiwa muangalie. Na sisi tusipofanya sehemu yetu, ninakwambia hivyo tunarudi pale pale, hakuna kubarikiwa. Hatuna kubarikiwa. Ni lazima tuwatunze. Kanisa kubwa kama hili lazima. Nasema ni nini? Yes. Ni lazima tuhakikishe hali yao nzuri nyumbani vizuri. Asikana nitapata pesa sukari. Leo jana nimekula kisamvu, leo tena kisamvu. Wewe wakati unakula nyama, unakula samaki, unakula mayai, unakunywa maziwa. Kanisa mnanisikia nachoongea? Hivyo nasema kutegemea kanisa tangu kwa watumishi, kwa sababu wengine wanaingia kwenye utumishi wakategemea kanisa. Ndio maana vijijini hakuna watumishi. Yes. Vijijini hali ni ngumu. Hawaendi kwa sababu hakuna waumini wakawatolee. Hamtegemei Mungu, wanategemea kanisa. Wanasema kwamba unategemea kanisa, umetegemea mwili, umerudi kule unategemea mwili wa Kristo, umtegemei kichwa aliyekuita. Utoaji unaombariki Mungu utakaoleta tija katika maisha. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa haya ambayo umenipa kuongea na kanisa lako, ili tukapate kuona mkono wako hodari unaweza kufanya mambo makubwa ndani yetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako, ili kanisa lako likapate kuwa kichwa, likapate kuwa samani Baba, kwa sababu kanisa lako limekaa pale, limekaa mkono wa kuume Mungu mwenye enzi yote, mkono wa kuume ndani yake Kristo. Kwa hiyo pale Kristo alipo ndipo tu, hatuwezi kuwa tena kichwa zaidi hapo, na hatuwezi kuwa juu zaidi hapo. Kwa tayari katika Kristo tuko juu sana. Pale alipo Kristo sisi tuko pamoja naye ndani yake. Na huduma zetu tunafanya kutoka mbinguni, hatufanye kutoka ulimwenguni. Kwa sababu mamlaka yote Yesu Kristo aliyopewa mbinguni na duniani amesema ametupa sisi. Neema hiyo itufunuliwe ndani yetu, ili tutembee katika neema hiyo. Tutembee katika neema hiyo. Tutembee katika neema hiyo. Na tuishi katika neema hiyo. Tutembee katika neema hiyo. Na tuishi katika neema hiyo ambayo ilikuja kwetu kwa njia ya Yesu Kristo, pamoja na kweli iumbike ndani yetu, iwe hai ndani yetu, na katika tuenende Bwana tukikuangalia wewe na tukaacha kuangalia wanadamu, kwa sababu ndani yako Baba hekima zote, maarifa, ubunifu na kila kitu chema kiko ndani yako. Utufunulie Bwana, ili tukafanye kufanyika baraka, uzima na baraka katika ulimwengu tunaishi, kwa utukufu wa jina lako Kristo. Amen.